Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo ni za asili kubwa, naomba ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Kuna taarifa nzito ambazo tumezipata kwa meza yetu ya habari hapa Mbeya na huwezi kuamini. Sasa tunafahamishwa ya kwamba mtoto wa kiume wa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye anajulikana kwa jina Abdul Hafidh yuko taabani baada ya kushambuliwa ghafla, jambo ambalo limesababisha rais wa hapa Tanzania Samia Suluhu Hassan kujificha, haonekani hata kuzungumzia jambo hilo. Kuna makosa ambayo mtoto huyu amefanya, amekosea hata taifa nzima, lakini ni kwa sababu ya mamake kukaa Ikulu, jambo ambalo limesababisha yeye kuvamiwa. Sasa iko hivi, mtoto huyu wa kiume wa Samia Suluhu Hassan, Abdul Hafidh, amevamiwa kwa kile ambacho kinasemekana ya kwamba aliongoza ama alihusika kwa kuuza dhahabu za benki kuu hapa Tanzania, na tani kadhaa za dhahabu za benki kuu zimeuzwa kwa nchi moja ya Kiarabu. Hii nchi sio nyingine ila tu ni Qatar. Mtoto huyu wa Samia Suluhu Hassan aliongoza kikosi ama msafara wa kwenda kuuza shehena ya dhahabu nchini Qatar, na alikuwa na Emmanuel Akor ambaye ni mkurugenzi, na alikuwa na gavana wa benki kuu Emmanuel na yule ambaye anaitwa Magere. Taarifa hizi tumezipata tu katika ama kupitia mwanaharakati ambaye anaitwa Maria Sarungi. Naomba tukaweze kusoma kwa skrini yako kile ambacho amekiandika hapo. Na huyu mtoto wa Samia Suluhu Hassan ameshambuliwa na kuvamiwa vikali katika mitandao ya kijamii na kulaumiwa kwa kuanza kuiba hifadhi na mali ya serikali na kuuza kule nje pasipohusishwa wa Tanzania. Amevamiwa kwa makosa hayo katika mitandao ya kijamii. Tusome vile Maria Sarungi ameandika katika mtandao wake wa kijamii. Huyu ni mwanaharakati anaishi katika taifa jirani la Kenya. Ameandika hivi katika mtandao wake wa kijamii ambaye ametuhabarisha taarifa hizi. Ameandika, wameuza tani za dhahabu. Unajua sio kilo, tani kadhaa za dhahabu. Tusome, watu wamechafukwa, wanafunguka, naelezwa zaidi. Mauzo ya dhahabu zetu za akiba zilifanyika mwezi wa pili, na Abdul alikuwa si tu head of delegation ila alikuwa broker na alilipwa percentage ya mauzo. Wanafanya biashara tu. Kiasi cha dhahabu kilichouzwa ni tani kadhaa, sio kilo. Elewa, tani moja ni kilo 1000 kulingana na vipimo, na jumla ilikuwa tani 3 hadi 4, kumaanisha ni kilo zaidi ya 1000 ambazo zimeuzwa za dhahabu. Wizara ya Fedha haikuwa na mwakilishi kwenye huu msafara na haikuhusishwa, wanaisikia tu. Kuna mengine tutaleta, maana hali ni tete. Narudia, Watanganyika kwenye mfumo, mko wapi? Mnamuogopa nini huyu kimama na mtoto wake? Na nyie mapolisi mnaishi nyumba za panti, mnatuua na pati na mnatuua na kututeka kwa ajili ya hawa wezi. Mnatia hasira, mnakuwa waoga na mnatutunishia misuri huku nchi inaliwa na wachache. Amkeni. Hiyo ni taarifa ambayo ilichapishwa katika mitandao ya kijamii na Maria Sarungi ambaye ni mwanaharakati. Sasa kuna wengi ambao wamekuwa wakijiuliza ni kazi gani Abdul Hafidh mtoto wa Samia ameajiriwa katika serikali hii, kwa sababu alionekana akiwa na mama yake
kule Urusi, Russia, walipoenda pale na wengine wakaanza kumvamia kwa mitandao, wadhifa wake ni upi, kwa sababu haijulikani. Lakini taarifa za ndani zinathibitisha na kusema ya kwamba mtoto huyu wa Samia, Abdul, yeye ni mkurugenzi ama ni yule ambaye amesimamia idara ya usalama hapa Tanzania pasipojua. Sasa huyu ako kwa biashara, anaenda na msafara, wanauza dhahabu za benki kuu, na tunasikia ya kwamba aliweza kupewa percentage fulani ama asilimia fulani ya mauzo, akaweka pesa kwa mfuko. Hamuna taarifa zozote za kutuonyesha zile hela ambazo waliuza huko Qatar, dhahabu zetu ambazo zimekuwa zikihifadhiwa katika bungi ama katika benki kuu, zilienda wapi? Zimeingia kwa hazina kuu ya serikali ama zimeenda kwa familia ya Samia Suluhu Hassan na wale ambao walikuwa katika msafara huu, kila mmoja akapata chake, hayo yakafika mwisho. Samia ni mtu ambaye amejificha, haonekani, hajazungumzia swala hili ambalo limeweza kusambazwa katika mitandao ya kijamii, amenyamaza tu. Na hii sio mara ya kwanza mtoto wa Samia huyu analaumiwa kwa kuhusika katika masuala ambayo ni ya muhimu kwa taifa la Tanzania, na amekuwa ni kama mwizi tu, anaiba hifadhi ya serikali na kwenda kuuza pasipohusishwa wa Tanzania kujua kile ambacho kinaendelea. Samia Suluhu Hassan tayari aliuza hifadhi ya Ngorongoro, wa Maasai wakahamishwa, wengine wakajeruhiwa pale, na tumesikia kuna maeneo mengine hapa Tanzania haswa Dar es Salaam yanaenda kuuzwa na Samia Suluhu Hassan kulingana na ripoti zile ambazo tuko nazo. Kwa hivyo wamezoea kuuza Tanzania yetu na sasa wamefika kwa dhahabu. Maeneo ya Dar es Salaam ambayo yalitangazwa kuuzwa kwa Waarabu hawa ni Sinza, Musasani, Kitichonyama na Mwananyamala. Sehemu hizo zinaenda kuuzwa kwa Waarabu kwa kile ambacho wanasema ni kuja kuwekeza katika sehemu hizo Dar es Salaam. Lakini wale ambao wamezaliwa pale, wamekuwa wajukuu pale, sasa wanaenda kuhamishwa. Sasa hata fidia ambayo watapewa ni gani, ama wanahamishwa kwenda eneo lipi? Sasa umezoea eneo fulani, lakini sasa unahamishwa kupitia serikali kwa nguvu. Maajabu ambayo yanaendelea katika taifa letu la Tanzania hatuwezi kuyazungumza. Kwa hivyo tuzidi kuombeana sana, kwa sababu mambo sio mazuri tena katika taifa letu la Tanzania. Hizo ni habari zile ambazo tuko nazo, lakini tunaomba Mungu tu aweze kutusaidia, kwa sababu Samia amechukulia Tanzania kama mali na familia yake. Serikali ni kama mali na familia yake, kwa sababu hata wale ambao wanafanya kazi, akina Wanu, mtoto wake anakaa katika baraza la mawaziri kama waziri msaidizi ama makamu waziri wa wizara ya elimu. Na yule amemuoa huyo mtoto Wanu, Mchengero, yeye ni waziri wa afya. Tumesikia shemeji yake yeye ni waziri, na hata huyu mtoto wa kiume ambaye anaitwa Abdul ni msimamizi wa idara ya usalama. Kwa